Watoto watatu wamekutwa wamefariki dunia katika bwawa la kuogelea la hoteli ya Esperanza iliyopo mkoani Dodoma. Tukio hilo limetokea siku ya Aprili 22 mwaka 2026 ambapo Open Media imefika na kuzungumza na familia na baadhi ya wadau waliofika kwenye msiba huo, na hapa mwenyekiti wa mtaa wa Swaswa anaeleza. Majina naitwa Henry Andrea Lazaro, ni mwenyekiti wa serikali ya mtaa wa Swaswa kata Ipagala. Kilichotokea, hawa watoto walikuwa wanatokea shuleni mida ya waliruhusiwa saa 4 saa 5 hivi kutokea shule ya msingi Swaswa ambao ipo jirani na barabara hiyo inaenda Martin Luther. Baada ya hapo sikujua waliingiaje ndani, na inaonekana kwa sababu mlinzi hakuwepo, kwa hiyo wakawa wameingia ndani. Baada ya kukuta maji huko ndani swimming pool, wakawa wameingia kwenye ile swimming pool, lakini wakati huo kaa hamna taarifa. Mida ya saa 11:32 nilipigiwa simu na mjumbe wangu wa serikali ya mtaa ambaye anaitwa Jaji Chobu. Alinipigia simu na kunieleza, bana mwenyekiti, ushapata taarifa ya watoto kupotea? Nikamwambia sijapata taarifa hiyo. Akaniambia kuna watoto watatu wamepotea ambao wanaishi mtaani kwetu. Nikamwambia basi sawa, anyway, wasiliana na wazazi wao wakutumie picha ili niweze kuziposti kwenye magrupu mbalimbali ili tuweze kupata taarifa zao. Kama wapo sehemu ambao labda wamepotea, basi tuweze kutoa taarifa na kuweza kuwapata. Lakini kabla sijatumiwa zile picha zao za wale watoto waliokuwa wamepotea, saa 12:06 nikawa nimepigiwa simu tena, ambaye nilipigiwa tena na mjumbe wangu mwingine. Nilipopigiwa simu hiyo saa 12:06, basi nami nikachukua hatua mara moja ya kufika mahali hapa na kuja kuona kuna tukio gani. Naye mmoja wa wajumbe wa serikali ya mtaa huo amepata nafasi ya kuzungumza na Open Media. Kwa majina yangu naitwa Rowland John Jafu, ni mjumbe wa serikali ya mtaa wa Swaswa Harisi. Hao watoto, mmoja ni jinsia ya kiume ambaye anaitwa Amari, na wawili ni jinsia ya kike, mmoja anaitwa Mwajuma na mwingine anaitwa Norini. Na wanasoma chekechea shule ya msingi Swaswa. Nilikuwa kama mtu wa pili au watatu kufika kwenye ile tukio, na ile hoteli ilikuwa hakuna shughuli yote inayoendelea zaidi ya ukarabati. Kwa hiyo ile hoteli ilikuwa kwenye mazingira hayo. Kwa upande wao, Christina Bayo ambaye ni ndugu wa mmoja wa marehemu pamoja na Isa Sadiki mzazi wa marehemu Amali Isa wanaeleza hali ilivyokuwa. Yaani yule mtoto mimi akitokaga shule anafikia kwangu, kwa sababu mamake anakuwa hayupo, kwa hiyo waga akitoka shule tu huwa anakuja na wenzake. Sasa anaitwa Nolini, niko chekechea na miaka 5.5. Kwa hiyo hapa tulichoona, kwa sababu misiba ni mtaa mmoja, nyumba ziko 3, kwa hiyo tuko hapa tunaziunga misiba yetu tuifanye kwa pamoja, japokuwa tuna imani tofauti. Mwingine ni Anglikana, mwingine ni Mroma na mwingine ni Muislamu, lakini tumekubaliana kama familia au kama ndugu tulioko hapa tufanye msiba wetu pamoja, kwa sababu watoto wetu walikuwa marafiki, wanacheza pamoja na walikuwa wanasoma pamoja. Majina naitwa Isa Sadiki, ni mzazi wa Amali Isa. Mwanangu Amali alikuwa anasoma chekechea, ana umri wa miaka 5. Taarifa kwa kweli mwanzoni tulipata taarifa ya kupotea kwa mtoto, kwamba wametoka shuleni hawajarudi nyumbani. Baada ya kupata taarifa hizo, mimi nilichukua maamuzi ya kurudi nyumbani ili na mimi nije nishirikiane nao katika kuwatafuta. Kwa kuchelewa hajai kuchelewa, kitu kilichosababisha mpaka tukashtuka, sababu utaratibu wao wakitoka shuleni huwa moja kwa moja wanarudi nyumbani, hawanaga sehemu nyingine ya kupitia. Kwa hiyo ndio kitu ambacho kilitushtua, ikabidi tuingiwe na uoga, kwa sababu shuleni wanaingia asubuhi, wanatoka saa 4. Kwa hiyo ratiba yao waga ni saa 4 tu kamili washarudi nyumbani. Kwa hiyo jana tulipata mshtuko kuona kwamba masaa yanapitiliza, lakini wenyewe nyumbani bado hawajafika. Yaani kwa kutoka wameanza shule mara nyingi wao wanakwenda wenyewe na kurudi wenyewe, na kwenye kurudi nyumbani waga hawanaga sehemu nyingine ya kupitia zaidi ya kurudi tu moja kwa moja nyumbani. Taarifa za kutumbukia kwenye swimming pool tulikuja kuzipata jioni baada ya kuhangaika sana kutafuta sehemu mbalimbali na kwenda kwenye uongozi wa serikali. Tukawa tumeshakata tamaa, tukasema turudi nyumbani tuje tuangalie tu utaratibu mwingine. Ndio tukapata taarifa kwamba watoto wametumbukia kwenye swimming pool na tayari washafariki. Kuogelea kama mtoto sidhani kama, maana mara nyingi walikuwa wanatoka kwenye shughuli, kwenye sikukuu wanaenda na familia na mama yao kwenda kuogelea, lakini kwenye uzoefu wanaogelea tu maji yale ya watoto tu.
Mungu azilaze roho za marehemu mahala pema peponi. Amen. Jina langu ni Yohana Mashauri na hii ni Open Online Media.